Naam, tunaendelea na matangazo yetu na kukumbusha pia unaweza ukatupata kwenye app yetu ya Azam Max, lakini vile vile kurasa zetu Azam TV TZ na UTV TZ. Tuangazie sasa kuhusiana na hatua ambazo zinapigwa kwenye matibabu ya moyo hapa nchini. Tangu mwaka 2015 ilipoanza rasmi taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, ilikuwa ni mwanzo wa matumaini mapya kwa Watanzania. Kwa sababu kabla ya hapo tulishuhudia safari nyingi za Watanzania kwenda kutibiwa matibabu kwenda kufanya matibabu ya moyo katika nchi mbalimbali ikiwemo India, lakini tangu wakati huo hospitali ikianza ikiwa sehemu ya Muhimbili, baadaye imekuwa taasisi ambayo imekuwa taasisi kiongozi wa taasisi nyingine ambazo zimefunguliwa chini yake, lakini pia hospitali kadhaa zimekuwa zikilelewa na JKCI na moja kati ya hatua kubwa ambazo zimepigwa hivi karibuni ni ongezeko la idadi ya wagonjwa ambao taasisi hii inahudumia, lakini kupunguza kwa zaidi ya 90% safari zile za matibabu ya moyo nje ya nchi, na hali kadhalika matibabu ya kibingwa na kibingwa bobezi ambayo yanaendelea kuonekana katika hospitali hii, ikiwemo upasuaji wa moyo bila kufungua kifua na mengine mengi. Lakini pia ziko baadhi ya hospitali ambazo ziko chini ama zimekuwa zikilelewa na JKCI, ukiachilia mbali yale matawi ambayo yako JKCI Dar Group ambayo iko Temeke, Dar es Salaam, Kawe, lakini pia JKCI Oysterbay na sehemu nyingine. Sasa hapa tunaye Dr. Tulizo Shem. Huyu ni mmoja kati ya wakurugenzi wa taasisi hizi ambazo ziko chini ya JKCI, ambaye yeye anaongoza JKCI Dar Group, na tunazungumza naye hapa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa JKCI Dr. Peter Kisenge. Dr. Tulizo Shem, karibu sana. Asante sana. Kwenye session yetu hii tunatarajia kufahamu mengi mnayofanya, lakini zaidi watazamaji wetu wanapata faida ya kujua masuala ambayo yanatusumbua sana hivi sasa kwenye magonjwa ya moyo. Lakini kwa kuanzia tu, hali ikoje? Hali ya huduma ikoje ndani ya JKCI? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, kwa majina naitwa Dr. Tulizo Shem, ni mkurugenzi, daktari bobezi wa magonjwa ya moyo hapa Tanzania kwenye taasisi yetu ya JKCI. Vile vile ni mkurugenzi wa taasisi ya moyo JKCI Dar Group hapa Temeke karibu na Tazara. Sasa huduma za moyo Tanzania zimekwenda kwenye hatua kubwa sana ndugu mtangazaji. Ukiangalia, ukilinganisha kwa miaka kama 10 iliyopita na leo hii, utaona tofauti kubwa sana ya utoaji wa huduma hizi za moyo katika nchi ya Tanzania baada ya kuzaliwa kwa hii taasisi iitwayo JKCI Dar Group na JKCI kwa ujumla. Sasa taasisi ya moyo ya JKCI kama nilivyosema, toka kuanzishwa kwake tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana. Kwanza ya ongezeko la wagonjwa ambao tumekuwa tukiwaona, unaongelea kuanzia kuona wagonjwa 300, 200, 300 hadi 500 kwa siku, mpaka leo kwa ujumla wetu tunaona wagonjwa hadi 1200 kila siku. Ito ya Mungu anaona katika taasisi hii ya Jakaya Kikwete. Taasisi hii imechukua hatua nyingi, pamoja na kuanza kuongeza wigo wa upanuzi wa huduma hizi ambazo zilikuwa zitolewi hapa Tanzania, zinatolewa nje. Huduma za upasuaji wa moyo, huduma za upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua, huduma za uzibuaji wa mishipa ya damu ambao tunasema kwenye cath lab, huduma za mfumo wa umeme wa moyo, huduma za upasuaji kupitia tundu dogo, ambao ni huduma ambayo inafanywa kwenye nchi chache sana hapa duniani. Na katika vituo vya afya vinavyotibu moyo, unapofanya huduma kama hii, kwa mfano inaitwa TAVI, ni miongoni mwa kigezo cha kuonyesha wewe kwa kiwango gani umekomaa katika utoaji wa huduma za moyo hapa duniani. Kabisa. Na sasa tumeona hali ya huduma jinsi ilivyo, lakini vipi kuhusu hali ya magonjwa ya moyo katika taifa letu, hasa kitakwimu, kulingana na uzoefu mlionao kama wataalam na Watanzania ambao mnawapokea wanaokuja kutibiwa ama kufanya uchunguzi wa magonjwa ya moyo? Ndugu mtangazaji, kwa miaka mingi sasa
dunia imekuwa kihangaika sana na magonjwa yanaita magonjwa ya kuambukiza na bajeti kubwa sana ya dunia ilikuwa kwenye magonjwa ya kuambukizwa. Magonjwa haya yasiyoambukizwa kwa kiwango kikubwa yalikuwa hajakupewa kipaumbele siku za nyuma, lakini hali imekuja ya kutisha sana saa hizi ni kwamba duniani kote magonjwa yasiyoambukizwa yakiongozwa na magonjwa ya moyo yamekuwa yakigharimu dunia nchi nyingi sana gharama kubwa sana. Mfano mdogo tu, magonjwa ya shinikizo kubwa la damu mpaka sasa unaongelea unapoongelea kati ya wanaume watu wazima 10 nao waona ni watu 4 hadi 6 wana shida la shinikizo la damu. Unapoongelea 40% mpaka 50% ya tatizo kwenye jamii, hii ni hali kubwa sana ya kusikitisha. Yani kati ya watu 10 nao waona unaongelea watu 4 hadi 6 wana shinikizo la damu kwenye maeneo hasa ya mjini. Ukilinganisha na vijijini ambako ni watu 3 hadi 4 wana shinikizo kubwa la damu. Kwa ina maana kwamba haya magonjwa sasa, kwa inawezekana karibu nusu ya Watanzania wakawa unaongelea kati ya nusu ya watu wazima wanaweza kuwa na changamoto moja au nyingine zinazohusiana na magonjwa haya. Sasa hizo ni takwimu kubwa sana, na hicho leo ukiangalia duniani kote magonjwa haya yamekuwa yakiongoza kwa vifo vinavyotokana na pamoja na disability, yani uwezo wa watu kufanya kazi na kuonekana maeneo ya kazi na kuweza kufanya kazi, pamoja na kusababisha gharama kubwa za matibabu zinazoendana nazo, na pamoja na vifo vingi ambavyo vimeanza kutokana na haya magonjwa vikitokea sehemu mbalimbali duniani, Tanzania ikiwa na sababu hasa kubwa ni ipi, daktari? Ndugu mtangazaji, kumekuwa na transition, kumekuwa na mabadiliko sana ya tabia za watu na hali halisi ya maendeleo. Unapoongelea viashiria na pamoja na visababishi vya magonjwa haya, vingi vinaendana na hali halisi ya maisha. Ukiongelea kutofanya mazoezi, ukiongelea kula kupindukia, ukiongelea tabia bwete za watu, ulaji wa mafuta mengi, unywaji wa pombe kupindukia, uvutaji wa sigara, pamoja na maradhi mengine, pamoja na yale yanayotokana na kurithiwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto na watu wanakuwa nayo. Vyote hivi vinaonekana ni viashiria vikubwa sana, visababishi vikubwa sana magonjwa haya. Sasa kadiri muda unavyokwenda, tunapotetea maendeleo kutoka stage moja kwenda nyingine, ni kwamba tunayakaribisha sana haya magonjwa. Nakumbuka unakubaliana na mimi miaka 20 iliyopita, saizi ungekuta Watanzania wengi wako barabarani wanatembea kwenda makazini. Lakini leo ukitoka nje hapo hakuna hata moja ambaye anatembea, ni magari tu, mpaka kumekuwa na foleni kubwa. Magari, watu wote wamekaa kwenye magari, watu wote wamekuwa na uwezo wa kununua magari. Watu siku saizi kuna usafiri mpaka wa bodaboda na bajaji ambao inafanya watu wasifanye kabisa mazoezi. Sasa yote haya yamebadilisha ule mfumo wa watu, ule mfumo wa Edeni wa zamani, na kuwafanya watu waweze kuishi kwenye mfumo bweteka sana, ambao unawafanya wawe kwenye uhatarishi mkubwa wa kuweza kupata maradhi haya yanayoambatana na moyo. Kwa hilo ni miongoni mwa sababishi kubwa. Imekuwa hivyo dunia nzima. Matatizo mengine ambayo yanaambukizwa ya moyo, ya kuambukiza na maradhi mengine, yamekuwa saizi yanapatiwa ufumbuzi mkubwa sana. Lakini tunapokuja kwenye moyo, shida hii ni kubwa. Ukienda nchi zilizoendelea, ukienda nchi zinazoendelea, na kwa kasi zaidi nchi ambazo ziko uchumi wa kati, ambapo Tanzania ni mmojawapo, hali ya magonjwa haya ya moyo imekuwa ni tishio kubwa sana kwa sasa. Pamoja na shinikizo la damu, ni maradhi gani mengine ambayo mmekuwa mkipokea idadi kubwa ya watu hasa yanayohusu moyo? Asante sana. Kama nilivyosema ndugu mtangazaji, kwamba shinikizo la damu limekuwa likiongoza kwa kiwango kikubwa sana. Zaidi ya shinikizo la damu kumekuwa na magonjwa mengine ambayo hata zamani yalikuwa ni ya kuyatafuta sana. Sasa hizi magonjwa kama kuziba kwa mishipa ya moyo, ambao ni mshtuko wa moyo, what we call heart attack, yameanza kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Hata saa hizi asubuhi nilikuwa kwenye dharura mimi ya kuweza kuanza kuingia kwenye mtambo wa cath lab kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mshtuko wa moyo, ambao ni kuziba kwa mishipa ya damu inayosababisha na mafuta ambayo yamekusanyika ndani ya moyo. Hii ni shida kubwa sana. Shida nyingine ni zile ambazo zinawashambulia wagonjwa kina mama ambao wanapata shida wanapoenda kujifungua na wanakuwa na shinikizo kubwa la damu wakati wa ujauzito, hutokea mioyo ikatanuka. Na si hao tu, ni pamoja na watu wengine ambao mioyo yao inatanuka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo pamoja na pombe, sigara na pamoja na stress, msongo wa mawazo ambao umekuwa mkubwa sana kwenye jamii wakati fulani.
Mengine ni magonjwa yale yanayohusu mishipa na milango ya moyo ambayo inaitwa valvular heart disease, ambayo haya yapo zaidi kwa watoto umri kuanzia miaka 5 unaongelea mpaka miaka 20. Wamekuwa na shida hizi kubwa sana za moyo ambazo zinatokana na kuzaliwa pamoja na maradhi mbalimbali ambayo wanapata wakiwa wadogo. Haya yanashambulia milango ya moyo ambayo tunasema ni valve, na haya yamekuwa yakiongoza miongoni mwa wagonjwa ambao tulikuta taasisi yetu tulikuta kuna list kubwa ya wagonjwa ambao wanatakiwa wakafanyia operation nje ya nchi, especially India, na tulikuta kuna bili pale ya zaidi ya bilioni 30 kwa ajili ya wagonjwa hawa wanaotakiwa kufanyia upasuaji nje kwa njia hiyo. Watu wazima miongoni mwa sababu ikiwa ni mitindo ya maisha, kwa watoto je, inawezekana kuzuilika hasa katika maradhi haya ambayo yanahusika na moyo? Naam, kwa watoto wadogo bahati nzuri sana haya maradhi yanaweza kuzuilika kwa sababu yapo yale machache ambayo yanaweza kusababishwa na vijinasaba ambayo yanarithiwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Mtoto anazaliwa nayo. Haya yana intervention yake ni pamoja na kufanya genetic screening, ambayo kwa sisi huku ni vigumu sana kuanza kubashiria viashiria vya hatari za moyo kwa wazazi, lakini kwenye nchi ambazo zimeendelea sana hili linafanyika. Lakini yale ambayo yanatokana na mtoto akiwa nalo tatizo la moyo akiwa tumboni, tukiashiri viashiria vyake, siku hizi tunaweza kufanya kipimo cha moyo kwa mama ambaye ni mjamzito na kubashiri na kugundua shida za mtoto akiwa tumboni. Okay. Then maamuzi yakafanyika kwa huyo mtoto. Na ni katika miezi mingapi ya ujauzito, kuanzia miezi mingapi? Ni miezi michache, unaongea miezi 4 hadi 6 ya ujauzito, tunaweza kugundua kabisa kuna viashiria vya shida kwenye ile, na maamuzi ya kitaalamu yakafanyika ya kusema mtoto huyu aendelee kukuzwa au asiendelee kutokana na hali ambayo atazaliwa nayo. Mengine ni pamoja na maradhi ambayo yanatokana na maambukizi ambayo nimesema ya tonsillitis pamoja na maambukizi ya koo kwa watoto wadogo ambayo yanatokea hasa wakiwa shule za msingi. Haya baada ya kuwa na antibiotics nyingi yameonekana yakitibiwa. Wazazi wengi wanapokuja na watoto wamepata shida za ambukizo la koo, tunawashauri watumie antibiotics. Na baada ya matumizi mazuri ya antibiotics duniani kote tumeshuhudia kupungua kwa magonjwa haya watoto. Kwa haya yanazulika. Na kumekuwa na utaratibu wa kutoa dawa kwa watoto ambao wameonekana kuathirika mdogo, ili wasiendelee kuathirika zaidi kusababisha baadaye wakahitaji upasuaji. Hizi dawa zimeendelea kutumika na utaratibu mzuri umeendelea kufanyika kuweza kupunguza incidence. Mengine ambayo yanashindwa kupatikana, haya ni lazima watoto wafike kwenye umri ambao tayari unakuta valvu zimeharibika, haya watahitaji kufanya upasuaji. Ndio. Sawa sawa daktari. Mbali na mafanikio ambayo mnayapata kama taasisi ikiwemo teknolojia kukua, kuongezeka kwa wataalam, ni changamoto zipi ambazo mnaziona kwenye hizi kazi mnazozifanya, hasa zile ambazo zinawahusu wananchi, labda uelewa ama chochote kile ambacho mnadhani nyinyi wataalam kingekuwa kimefanyiwa kazi, pengine ingewapunguzia mzigo wa kushughulika na haya matatizo? Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema kwanza kwamba taasisi yetu kwa miaka 10 hii, mwaka uliopita tumesherehekea miaka 10 ya taasisi yetu ya Jakaya Kikwete kwa utoaji wa huduma za moyo. Tunashukuru sana serikali yetu kwa kuendelea kutusimamia na kuhakikisha kwamba vifaa vimeweza kupatikana na huduma hizi zimeweza kuongezwa kwa kiwango kikubwa. Licha ya kuongezeka kwa huduma hizi, taasisi yetu tumeweza kuwasogea wananchi, kutimiza zile azma ya Rais mtukufu Dr. Samia Suluhu ya kufika kwa wananchi. Tumeweza kufungua matawi mbalimbali ambayo yameweza kufunguka. Tumefungua tawi Dar Group ambayo mimi nakiongoza, tumefungua tawi lingine Oysterbay, tumefungua Kawe, tumekwenda Chato, tumekwenda hivi juzi nafikiri tumekwenda, tumeona tumesaini mkataba mkubwa sana wa PPP baina ya sisi na taasisi ya Arusha Lutheran Medical Center ambayo ni pale Seriani Arusha, ili kuweza kuwatibu Watanzania. Sasa tunapowazidi kuwasogelea Watanzania, tunashukuru sana kwamba tumeweza kwa kiwango kikubwa sana kuweza kununua vifaa na kuweza kuwasogelea, lakini mwitikio wa wananchi ulikuwa ni changamoto siku za nyuma, kuitikia kujua kwamba kuna huduma hizi za moyo zinatolewa na kwamba matatizo yanaweza katibika hapa nchini. Kuna baadhi ya watu walikuwa kiondoka hapa na kwenda kutibiwa nje moja kwa moja kwa sababu ya kutoelewa tu kwamba hizi huduma zina. Tunashukuru vyombo vya habari na nyie Azam mkiwa miongoni mwa watu wadau wetu wakubwa katika kuweza kutangaza hii na kuweza kufika kwa wananchi na kueleza kwamba huduma zinapatikana hapa.
Saizi tunaona watu wengi wameanza kufika, lakini bado kuna mahali ambapo tunataka kwenda. Tunafanya tiba utalii, nafikiri wote wanafahamu. Tunakwenda hadi nje ya nchi. Hivi karibu tumekwenda Komoro, tumekwenda Kongo na sehemu zingine, Malawi, kuweza kuzitangaza huduma hizi. Mwitikio wa watu ni mkubwa, lakini tunapenda uwe mkubwa zaidi kwa sababu ya viashiria vya shida hizi kwenye jamii. Statistics zinaonyesha magonjwa haya ni mengi sana. Huu mwitikio tunaona bado sisi tunataka wananchi wafahamu zaidi kwamba shida za moyo ni kubwa, na pale ambapo wanapata viashiria vyote vinavyokwenda na magonjwa ya moyo ambavyo tumekuwa tukiviongea, wafike kwenye hospitali zetu popote pale walipo. Sasa hizi hospitali zimejengwa maeneo mengi. Vijijini kuna hospitali mbalimbali ambapo serikali yetu imefanya juhudi kubwa ya kusogeza huduma kwa wananchi. Wafike wapate viashiria mwanzo, waweze kuwa referred na wataalamu wetu waliopo kule, waweze kufika kwenye taasisi yetu hizi kubwa, tuweze kuwabashiri mapema zaidi. Tukiwagundua mapema zaidi magonjwa ya moyo, tunaweza kuwatibu na kuwapa tiba stahiki, hatimaye kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na complication ambazo tunapata kwa wagonjwa. Hili tunaliona changamoto. Kuna dalili zozote ambazo mtu akiona anapaswa mara moja kwenda kufanya vipimo, ama ni nini ambacho mnashauri hasa katika ugunduzi wa mapema? Asante. Kuna dalili ambazo zipo ambazo mtu ukiziona unatakiwa uanze kufikiria kwenda kushauriana na daktari. Kwanza, unaposikia mapigo yako ya moyo. Mapigo ya moyo katika hali ya kawaida ukiwa umetulia hutaki kuyasikia. Ukiona moyo unakwenda haraka, unasikia mapigo ya moyo. Ukiona unachoka tofauti na ilivyo kawaida yako, umezoea kufanya hizi. Kuna mtu anasema moyo unaenda mbio. Moyo unaenda mbio. Sasa unaenda mbio, unaenda wapi? Au mwingine anapata hasira mara kwa mara, kwa hiyo moyo wake. Sasa ukibashiri moyo wako unakwenda mbio bila sababu, okay, umetulia tu, huna hazma. Kawaida ukifanya mazoezi kwa mfano, moyo unakwenda haraka. Lakini wewe ufanye mazoezi, umetulia, tunausikia moyo kidogo. Au labda umepanic, umeshtuka. Umepanic kidogo, unaanza kusikia moyo unadunda tofauti na ilivyo kawaida. Lakini ukiwa umetulia upaswi kusikia moyo wako. Ni kama gari. Kama ambavyo mimi nimetulia hapa sisikii chochote. Moyo. Hiyo ni afya mzee Julia. Lakini unaposikia moyo wakati umetulia, unaposikia kuchoka kwa haraka, unaposikia maumivu eneo la moyo, inaweza kama maumivu ya kawaida au maumivu ya kali. Mengine ni maumivu yanayotokana na activity. Unapozidi kufanya kazi unasikia maumivu zaidi. Ukisikia kuchoka, unapumua kwa shida. Ndugu yangu anajisikilizia. Sijali. Unapumua kwa shida. Kuna yale maumivu ya kuachwa. Yapo aina nyingi ya maumivu ya moyo, lakini yale maumivu ambayo unasikia kwenye moyo na ukijaribu kufanya activity yote yanaongezeka. Viashiria vya aina hii, hakikisha unafika kwa daktari kuweza kuuliza kwamba mimi changamoto yangu ni nini daktari, nasikia moyo wangu una misbehave. Then hapo unaweza kugundua. Lingine ni pamoja na kupima pressure. Ukipima shinikizo la damu likaonekana ni kubwa kuliko kiwango cha kawaida ambacho ni 120/80, then wewe unatakiwa Lingine ambalo tunashauri kwa watu wazima ni kwamba tuwe na tabia ya kuchunguza afya zetu mara kwa mara. Ukijengea tabia wewe kuchunguzwa, kama unavyopeleka gari yako kufanyiwa service likitimiza zile kilomita, hata wewe kilomita unaposogea, nenda hospitalini, mwambie naomba kufanya check up. Pima sukari yako, tunasema know your numbers. Pima sukari yako, pima uzito wako, pima shinikizo lako la damu, alafu uliza viwango vya kawaida ni vipi, pima uzito wako baina ya urefu wako, ulizia viwango vya kawaida ni vipi. Ukiona vinazidi, wewe fika hospitalini uweze kushauriwa kitaalamu jinsi gani ya kuenenda kuishi vema, kuepuka hatari kubwa za magonjwa haya ya moyo na magonjwa mengine namba. Sasa moja kati ya hofu ambazo zipo ama kilio cha wananchi ni kuhusu gharama. Kuna hoja kwamba bado gharama za matibabu na vipimo vya moyo ziko juu, ukizingatia kwamba asilimia karibu 85 wa Tanzania hawapo kwenye mpango wa bima, bado hawana bima. Kwa hiyo mtu ambaye anatoa hela mfukoni kwa ajili ya kuja kufanya hizo check up hasa hizi za moyo, ama akigundulika na tatizo kufanya matibabu, ni moja kati ya vitu ambavyo pengine vinawaogopesha Watanzania kuja kuwaona. Unadhani kuna mbadala katika hilo? Kwa sababu pengine inawezekana kama kila Mtanzania angekuwa na uwezo angekuwa anakuja tu kufanya vipimo. Asante. Asante kwa swali zuri mtangazaji. Na katika vitu ambavyo nilitaka kufunga navyo ni pamoja na hili la kwamba huduma za moyo sehemu zote duniani ni za gharama.
Ni za gharama kwa sababu kumbuka, tunatumia vifaa vyenye hali ya juu ya kiteknolojia. Teknoloji ni gharama. Vipimo vya moyo, vipimo vya damu, viashiria vya hatari za moyo, pamoja na matibabu yake, pamoja na wataalamu ambao wanasomea moyo. Ukiangalia miaka wanaosomea ni mingi, tunasoma miaka hadi 15 unasomea ili uweze kuwa bobezi wa moyo. Sasa wataalamu wa aina hii ni wachache, which means hata hiyo service ya aina hiyo ni gharama kidogo, lakini tunashukuru serikali yetu tukufu ambayo imeendelea kufanya jitihada kubwa sana ya kusomesha wataalamu. Mpaka sasa kila mwaka nafikiri umeona hadi kuna ile Samia Suluhu Hassan fungu la kusomesha bobezi, udaktari bobezi na magonjwa bobezi. Hii inafanyika, linatolewa kila mwaka, watu wanaenda kusoma, lakini ukiachilia hiyo bado kumeendelea kuwa na changamoto ya wananchi ku access huduma zetu kwa sababu ya gharama. Gharama ni kubwa tunafahamu, lakini gharama hizi mmeona tukifanya taratibu mbalimbali za taasisi. Serikali imekuwa ikichangia asilimia almost 70 na asilimia 30 ndio mtu anayotolea. Ukiona toa gharama kuchangia ni kwamba ni asilimia 30 ya hali halisi ya matibabu. Nyingine asilimia 70 imechangiwa na serikali yako. Kwa wananchi wafike kutibiwa kwa sababu hii huduma pande fulani imeshalipiwa na serikali. Tunashukuru mifuko yetu ya bima ya afya ambayo ipo, aina mbalimbali ambayo ipo, imekuwa ikisaidia sana nayo matibabu, kuanzia na bima ya afya ya taifa, mifuko mingine ya bima kama Strategies, Jubilee na mifuko mingine NSSF na mifuko mingine ambayo imekuwa ikiendelea kuwasaidia wananchi kupata huduma hizi kwa kuwa na bima. Sasa kuna mfuko unakuja sasa wa bima ya afya kwa wote ambao Watanzania wote watafaidika nao. Huu utafanya huduma hizi za afya ya moyo vile vile ziweze kuwa accessible kwa wananchi wote. Kwa hili linakuja, ndugu mtangazaji, tunafahamu ni changamoto, gharama ya matibabu ni kubwa, lakini kuna bima ya afya kwa wote inakuja ambayo itaweza kuchangia. Lakini hata hivyo serikali imekuwa ikifanya, na kumekuwa na wagonjwa hadi watoto wamekuwa wakitibiwa bure kwenye taasisi yetu ya moyo, wale ambao wanabainika kwamba hawana uwezo. Kwa wafike wanapokuwa na changamoto watatibiwa. Hatutamwacha mtu asitibiwe kwa kukosa pesa ya matibabu. Sasa tueleze kuhusu ushirikiano ambao umekuwa mkifanya na taasisi mbalimbali, ikiwemo ushirikiano huu ambao JKCI imeuanzisha na Arusha Lutheran Medical Center, kwa sababu imekuwa ni hivi karibuni. Kunafahamu pia kuna taasisi nyingine ambazo mmekuwa mkishirikiana nazo. Asante. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imekuwa ni taasisi kama kinara wa moyo hapa Tanzania, lakini hatukuliacha hilo peke yetu kwa sababu Tanzania ni kubwa na tuna wadau wengi ambao tumeendelea kushirikiana nao. Tunashukuru taasisi zingine kama MSD, TMDA na ambazo zimeweza kuwa zinashirikiana na sisi kwa kiwango kubwa sana kuhakikisha kwamba dawa zinawafikia wananchi pamoja na huduma zingine. Lakini taasisi zingine kama Benjamin Mkapa, kama Mbeya Regional Hospital, kama Bugando, KCMC na hospitali zingine kubwa zote za mikoa na za kitaifa na zono, tumekuwa tukishirikiana nazo katika kuweza kutoa huduma hizi. Nyingi ya taasisi hizi tumeweza kuwa tunafanya mentorship. Mentorship ni kama malezi ya huduma ya moyo. Tumekwenda Benjamin Mkapa pale, tumeilea katika kuanzisha kitengo cha moyo na kuanza kutibu baadhi, kuzingatia ni hospitali ambayo iko kwenye capital city ya nchi yetu, makao makuu ya nchi. Kwa tumeweza sisi ni walezi wa JKCI Mbeya Zone Hospital, nao tunafanya utaratibu wa kuilea kama walezi kwenye kitengo cha moyo wa ile hospitali, na hivi karibuni tumesaini mkataba na Seriani ambao ni Arusha Medical Lutheran Center, ambao tumesaini mkataba wa kuiendesha ile hospitali kwa miaka 20 ijayo. Hii ni PPP, hii ni public private partnership ambayo serikali imeweza kuidumisha na kuweza kuibariki. Tunafanya nao hivyo na kuiendesha ili ile hospitali iweze kufikia kiwango cha juu katika matibabu. Una lipi la kuambia wenye wasiwasi kuhusu kwamba JKCI bado ndo kwanza na miaka 10, bado haina wataalamu wa kutosha wa kuhudumia karibu nusu ya Watanzania ambao tumesema kitakwimu kwa namna moja ama nyingine wanaweza kuwa na tatizo linalohusiana na moyo, na hivyo tumeona mkijihusisha sana na taasisi nyingine. Hamuoni kwamba mnajipa mzigo wa majukumu makubwa mkiwa kwenye infancy, mkiwa bado mko wadogo, hamjaweza bado kutosheleza, na hivyo kuna wengine wana wasiwasi kwamba watu watakaokuwa wanakuja kupata huduma ya JKCI huenda wakakumbana na changamoto za kusubiri madaktari muda mrefu, sababu madaktari wanakuwa wako busy wengine kuhudumia taasisi nyingine?
Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri, lakini swali lako unaweza kulisema actually, labda unachosema ni kwamba tulibaini kwamba sisi wenyewe peke yetu hatutaweza. Tukikaa tu watu wote waje Jakaya pale patakuwa patoshi. Ndio maana tunasogea pembeni. Inachukua muda mfupi sisi kuimenta taasisi nyingine ika take over kuweza kusaidia wagonjwa wale, na wale tu ambao wanabainika wana shida kubwa wakatufikia sisi. Zamani ilionekana hata watu wenye shida ndogo sana wanakuja pale, wakati wangeweza kuona sehemu nyingine zikashughulikiwa, zile ambazo ni kubwa zikatufikia. Kwa kuweza sisi kufungua vituo kwenda sehemu mbalimbali, tunaongeza wigo wa mwingi. Kwanza tunakwenda jirani na mwananchi, asitumie gharama kubwa kututafuta. Vile vile tunaongeza nafasi ya yeye kutuona sisi kwa mapana zaidi, na pale tunapozijengea uwezo taasisi zingine zinatusaidia kubaini changamoto za watu mbalimbali ambao wana shida kwa wakati mmoja, na wale ambao wanaonekana wana maradhi makubwa wakaletwa kwenye taasisi kubwa mama wakaweza kushughulikiwa. Kwa hiyo hili linatusaidia. Tunafahamu tuna kazi kubwa ya kusomesha wataalamu ambao tumeendelea nayo. Tunaishukuru serikali yetu kwa kuendelea kutusaidia hilo. Kuna wataalamu wengi kila siku wanaanza kupata huduma za matibabu pamoja na mafunzo sehemu mbalimbali duniani ili kuweza kukabiliana na shida hizi za moyo. Pamoja na hilo, taasisi zenzetu ambazo ni taasisi rafiki nazo zimekuwa zikisaidia sana kuweza kubaini shida za hawa wagonjwa mbalimbali na baadaye kutuletea pale wanapoonekana wana changamoto. Na tumetengeneza mifumo mingine mbalimbali ya mawasiliano ya hizi taasisi kuhakikisha kwamba wagonjwa wenye dharura za magonjwa especially yale ya mshtuko wa moyo wanatufikia within very short time. Yani kwa sababu maradhi ya mshtuko wa moyo time ni treatment. Ukichelewesha muda mtu anakufa huko na anapoteza maisha bila haraka. Pamoja na ushirikiano huu pamoja na taasisi hizi hapa nchini, ni huduma gani nyinginezo ambazo mnatazamia kuongeza hasa ambazo bado hamjazifikia kama taasisi? Asante ndugu mtangazaji. Taasisi ya moyo tunakwenda sasa kwenye teknolojia ya hali ya juu. Nafikiri sasa hizi kuna mifumo ya artificial intelligence ya akili unde ambayo ipo na sisi kama taasisi ya moyo inayoshughulikia watu hatujarudi nyuma katika hilo. Kuna huduma za maabara za kisasa sana ambazo tumeshajenga na zimeingizwa kwenye taasisi yetu ambazo zinatumia artificial intelligence katika kutambua pamoja na kufanya vipimo kwa haraka sana. Hii ipo pale JKCI. Lakini matumizi ya tundu dogo, utoboaji wa tundu dogo kama nilivyosema mwanzo ni teknolojia ambayo tumekwenda nayo na tunakwenda nayo kwa kasi. Mpaka sasa tumeshafanyia wagonjwa 6. Tunafahamu wanaonekana wachache kwa kuwataja, lakini kwa procedure hii unaongelea kila procedure inaokoa milioni 100 ya hao wagonjwa. Kwa hiyo wagonjwa 6 wanaongelea milioni 600. Hizo operations zimefanikiwa. Yes, zimefanikiwa vizuri. Zote zimekuwa success na wagonjwa wanaendelea vizuri. Yes, kwa hii ni miongoni mwa vitu. Kingine ambacho tunataka kukifanya kama taasisi ni kutoka kwa kimataifa. Nafikiri unafahamu tiba utalii ni miongoni mwa ajenda ya nchi yetu ambayo iko kwenye ina trend kwa kiasi kikubwa sasa, na hii sisi Jakaya Kikwete kuiunga mkono serikali tumeifanya hii. Tumekwenda nchi mbalimbali na tuna mpango wa kuweka satellite clinics katika nchi hizi. Siku za karibuni tutatuona tumeweka kliniki yetu sisi pa kule Komoro, utatuona tumeweka Congo DRC, tumeweka kliniki zetu ambazo zitaweza kuona wagonjwa kule nchini kwao na wale wanaobainika kuwa na changamoto kubwa sana wakaletwa hapa nchini kwa kuweza kufuata matibabu zaidi. Kwa hiyo pamoja na mengine ni pamoja na matumizi ya kutibu wagonjwa kwa mtandao. Hii ipo, tumeifanya. Tumeshaanza kuwa na telemedicine ya tibu wagonjwa. Tuna mfumo ambao mgonjwa anaweza kwa nchi yote ile duniani akafanya consultation, tukawasiliana naye tukamtibu, akapata tiba na akalipa consultation akiwa huko nchini kwake. Haya yote vipi kuhusu kwa ufupi, vipi kuhusu, kwa sababu wanasema teknolojia za juu kabisa za matibabu ya moyo ni zile ambazo zinahusisha kitu kinaitwa minimal invasive procedures, yani kwamba mambo yale ya kuchana nini, yani vitu ambavyo ni simple, yani ambavyo havimsumbui, havidistabu mwili wa mtu. Kuna masuala ya AI, kuna robotic assisted surgeries. Ni lini tutafikia huko pia? Asante mtangazaji. Tunaelekea huko. Saizi mpaka sasa nafikiri nimekuwa nikielezea tundu dogo. Kwa mfano hiyo procedure inaitwa TAVI, ni transaortic implantation ya aortic valve. Aortic valve miaka yote imekuwa ikipandikizwa ikirudishwa moyoni kwa kufungua kifua chote ili uiweke. Lakini hiyo TAVI tunapita tu kwenye mshipa, tunaenda kuiweka valve ndani ya moyo.
valve kubwa sana. Hizo ni minimal invasive procedures. Unatumia tundu dogo kuweza kufanya operation ili mgonjwa asikae sana hospitalini, asikae sana ICU, akirudi mtaani aanze kazi mapema. Kwa sababu nguvu kazi yake inahitajika na taifa na jamii yake. Kwa hiyo hizi ndio minimal invasive surgery ambazo nyingi tumeanza kuzifanya tayari. Pamoja na hizi operations za kufungua kifua, saizi wataalamu wetu wa upasuaji badala ya kutengeneza mshono ule mkubwa ambao umezoelewa katikati kafunguliwa, saizi wanaweza kupita kwenye mshono mdogo ambao ni kiwango cha ukubwa wa kiganja hiki, wakapita wakaushughulikia moyo wakatoka nje. Hizo ni minimal invasive, pamoja na zile zingine na tundu dogo ambazo tunaifanya kwenye cath lab kwa kupita kwenye mshipa tu hapa mkononi, tukaweka vifaa kwenye moyo, tukaweka devices, tukaweka stent, tukafungua mishipa iliyoziba na kusafisha huko ndani, pamoja na uchunguzi mbalimbali ambao tumefanya, na wagonjwa wamekuwa kiongezeka kila siku kwenye hizi procedures ambazo hazisababishi upasuaji mkubwa kwa wagonjwa. Basi Dr. sisi tunatamani wakati tunafika huko tushuhudie. Tukifika huko pamoja. Shukrani sana, asante sana kwa kuja kuzungumza nasi na tunawatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu hayo. Ni Dr. Tulizo Shemu ambaye ni daktari bingwa bobezi wa magonjwa ya moyo, lakini pia yeye ni mkurugenzi wa JKCI pale Dar Group.